Mimi nahisi hizi taarifa ambazo watu wanazileta ni taarifa za kuzusha tu taharuki. Wana Simba wasizichukulie za sahihi. Wasizichukulie kwa uzito. Bado mechi ni Benjamin Mkapa. So far hapa dakika klabu ya Simba ina taarifa hizo sahihi, mechi Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni uwanja wa bahati kwa klabu ya Simba. Chochote anachotaka ukifanya Benjamin Mkapa huwa kinawezekana. Ile confidence anayoivaa kwa Benjamin Mkapa huwezi kuipata sehemu yote ile. Mimi nikwambie tu Yanga anamjua Simba nani Benjamin Mkapa. Ndio maana wao ndio watu wa kwanza kufurahia mechi kupelekwa Zanzibar. Wanaijua Simba kwa Benjamin Mkapa, chochote ambacho nakitaka Simba huwa kinakubalika. Kwa hiyo wanahofia Simba kuchukua taji. Kwa hiyo wanahisi Simba akienda New Amani Complex wao nafuu kwao Simba atakosa taji. Si unanielewa vizuri? Naam, ni siku mbili tu ambazo tayari zimesha kuisha baada ya Simba kutia timu katika mji wa Casablanca nchini Morocco, nchi ambayo watu wanaizungumza kwa upana kwenye masuala mazima ya makabumbu, lakini Simba baada ya kutua Casablanca kujiandaa kuelekea kwenye mchezo wake wa awamu ya kwanza kwa maana ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambao atatoka Casablanca kuelekea Berkane, kwenye mji wa Berkane dhidi ya RC Berkane kwenda kucheza mchezo wao huo wa kwanza. Lakini kumekuwa na taarifa nyingi kuelekea kwenye mchezo huu, lakini kubwa zaidi ambao pengine imeshtua watu wengi ni taarifa ya kusemekana kuwa mchezo wa raundi ya pili utaenda kuchezwa visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani Complex na si Benjamin Mkapa. Imekuwa na tafaruku, lakini tuko hapa na Dr. Mo, pengine atazungumza kwa kiasi gani anaona taarifa hii na imemshitua kwa kiasi gani, lakini pengine ana matumaini yepi, kwa sababu taarifa si rasmi lakini ni taarifa ambayo pengine inaweza kuwa ina ukweli ndani yake kwa kile ambacho kimezungumza. Tuko na Dr. Mo, ataeleza kwa upana na ana nini cha kuzungumza kuelekea kwa taarifa hii ambayo pengine imeshtua watu wengi. Finali na tarehe 17 tunaanza kutupa karata ya kwanza pale katika jiji la Berkane, kuiua vibaya RC Berkane kwenye uwanja wake wa nyumbani. Matokeo ni mawili tu, draw au kushinda. Mimi naipa nafasi kubwa kushinda Simba kwenye ule uwanja na tuko vizuri. Maandalizi hapa nyumbani, tiketi zinauzwa kama njugu. Kama hujanunua tiketi, basi una bahati mbaya, kwa sababu ukisubiria siku ya mchezo hutokuta tiketi, kwa sababu mpaka dakika hii mauzo ya tiketi makubwa sana. Yaani zinanunuliwa kuna vituo, ukienda kuna Vunja Bei huko wapi, zinauzwa sana. Kwa hiyo cha msingi kwa Simba kote uliko mkoani, nje nchi ambao watazamia kuja kuitazama mechi hii Benjamin William Mkapa, ununue tiketi ili mapema ili kuepuka usumbufu, na mwisho wa siku uje uandike historia kuiona klabu yako ya Simba kichukua ubingwa kwa mara ya kwanza kama mwakilishi pekee wa taifa hili na role model wa nchi kwa masuala ya soka. Dr. Mo, umeongea vizuri kuelekea kwenye mchezo huu, na uuzaji wa tiketi ndio gumzo ambayo pengine imewashtua wengi kuelekea kwenye taarifa ambayo imetoka na sasa hivi imekuwa mjadala kwenye mitandao ya kijamii, na kama ambavyo nimefika hapa umepokea simu nyingi sana. Nimeona kuna simu 3-4 za maelekezo kuelekea kwenye taarifa hiyo. Taarifa hii ya kusitishwa ama kuhailishwa kuchezwa mchezo Benjamin Mkapa kuelekea katika dimba la New Amani Complex imekushtua kiasi gani, ama pengine bado una imani kwa sababu sio chanzo rasmi cha taarifa hii kutoka? Mimi binafsi haijanishtua kwa sababu haijatoka kwenye chanzo rasmi cha mamlaka. Hii taarifa ingetolewa na TFF. Ningesema kweli. Ungepumua. Na hii taarifa ingetolewa na wizara wenyewe labda kwa mfano, ningesema sawa. Lakini taarifa imetolewa na wachambuzi na baadhi ya waandishi wa habari. Si ignore niseme taarifa ya uongo, lakini bado na imani kwamba mechi itafanyika itachezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu taarifa ya mwisho kufungiwa uwanja tuliarifiwa na TFF. Barua ile haraka nzito. Na taarifa ya pili ya kurejea matumizi ya uwanja ule tutapewa pia na TFF. Si unanielewa vizuri? Sio kwenye mitandao kama hivyo. Taarifa ya mwisho mara baada ya mechi ya Simba na Al Masry, Simba ambaye ameingia nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika Benjamin William Mkapa, Simba ameshinda kwa mikojo ya penalti. Ya kusitisha matumizi ya ule uwanja ilianza tolewa na wizara kuzuia wao kama wao wakiendelea maboresho na matengenezo,
ikaja kutolewa na TFF kwa taarifa ya CAF. Unanielewa? Kwa hata kutumika uwanja huo finali, taarifa hiyo itatolewa na TFF na sio mtu yote mwingine. Okay. Unanielewa? Nakuelewa. Kwa hiyo ikitolewa na TFF, tanyosha mikono na mimi na familia yangu tutajiandaa kwenda Zanzibar. Lakini mpaka dakika hii mimi akili yangu na ratiba nilionayo, mechi inapigwa Benjamin Mkapa tarehe 25 ya finali. Na umesikia juzi hapa bungeni hata waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, naibu waziri Mheshimiwa Hamisi Mohamed Mwinjuma amelizungumzia hilo baada ya mbunge Rashidi Shangazi ambaye pia ni mjumbe wa bodi ya klabu ya Simba alivyouliza swali kuhusiana na mechi ya Benjamin Mkapa kucheza, mechi ya Simba kucheza Benjamin Mkapa, akajibiwa kwamba serikali inafahamu muhimu wa mechi ya finali na inafanya kila jitihada kuona kwamba mechi ya Simba na RS Berkane inachezeka Benjamin William Mkapa. Kwa akawatoa hofu mashabiki wa klabu ya Simba, wapenzi wa chama na wengineo kwamba wasiwe na wasiwasi, mechi itachezeka Benjamin. Mimi nahisi hizi taarifa ambazo watu wanazileta ni taarifa za kuzusha tu taharuki. Wana Simba wasizichukulie za sahihi. Wasizichukulie kwa uzito. Bado mechi ni Benjamin Mkapa. So far hapa dakika klabu ya Simba ina taarifa hizo sahihi, mechi Benjamin Mkapa. TFF na bodi ya ligi wana taarifa hiyo kwamba mshirika wake ambao ni Simba, mwanachama wake ana mechi tarehe 25 Benjamin Mkapa. Hawana taarifa nyingine tofauti na hiyo. Kama ipo, wao ndio watatupa hiyo taarifa na sio mtu mwingine ambaye anakuja kutoa taarifa hiyo. Kwa hiyo niseme tu wana Simba wanapaswa kuwa watulivu. Na hata kama ikitokea hivyo, bado muda upo. Muda upo wa kuambia CAF waje kukagua uwanja na upitishe kwa matumizi ya mechi inayofuata. Sawa, Dr. Mo, moja kati ya vitu ambavyo watu wanagombania ama wanavipigania kwa kiasi kikubwa, hapa tumesikia viongozi kama ambavyo walizungumza, nguvu yao yote wanaielekezea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ili mchezo uchezwe pale, kwa sababu uwanja una heshima yake ule na pengine unaweza ikawa ni manufaa makubwa kwa Simba kuchezwa mchezo pale. Miundombinu ni kitu ambacho ndio ambacho kinaumiza kichwa hasa katika eneo la kuchezea. Benjamin Mkapa ni uwanja ambao umekuwa unashindwa kutoa maji kwa urahisi na ni pigo sana kwenye eneo hilo, na ndio kitu ambacho mpaka sasa kinapambaniwa. Lakini wakati huu ni wakati wa mvua, pengine kinachozungumzwa kina ukweli ndani yake, na pengine kama kina ukweli, nyie kama Simba mtaathirika kwa kiasi gani? Ingawa kama ambavyo walizungumza tiketi zinauzwa kwa kiasi kikubwa, pengine mnaweza kuathirika kiasi gani, ama pengine itawaathiri kiasi gani kama mashabiki wa Simba Sports? Kama mechi itachezwa nje ya Benjamin Mkapa, athari kubwa ipo. Kwanza itanyima fursa watu wengi kutazama hiyo mechi, kwa sababu uwanja wa New Amani Complex unachukua mashabiki 16,000 wa kukaa. Maana yake kutoka mashabiki 60,000 mpaka mashabiki 16,000, maana yake kuna watu wengi mwanyima haki ya kutazama mchezo ambao itamani waone mchezo. Lakini pili, umenyima mapato klabu ya Simba ambayo ndio timu mwenyeji ambao kikanuni inatakiwa kusanya pesa zote zake. Umenyima mapato. Unaelewa? Lakini tatu, umetengeneza mazingira magumu ya Simba kupata ushindi, kwa sababu Simba anakuwa na confidence kubwa ya kushinda mechi akiwa Benjamin William Mkapa. Kwa kama ikitokea Simba mpoteza mchezo, lawama zitakuwa nyingi kubwa sana. Kila mmoja anaweza akamtupia mwenzake lawama kwamba unaona kuna watu walihusika kutuhujumu, unaelewa Kwa hiyo ni bora kusiwe kuna kizingishio hicho. Simba tukipoteza mchezo, tupoteze mchezo kwa mpira, na tukifanikiwa kufaulu tufanikiwe kufaulu kwa mpira wa miguu. Kwa hiyo kimsingi ili kuondoa hicho kivuli inabidi serikali sasa ifanye inaloweza, asubuhi, mchana, jioni, yani wakesha na kukesha, wapite juu, wapicha angani, mechi chezo Benjamin Mkapa, ili pasiwepo na hizo area zingine ambazo zitakuja kujibuka baadaye ikaonekana kama Simba labda kafanywa hujuma na vitu kama hivyo. Yani hizo assumptions zisiwepo. Kuondoa inabidi mechi pigwe Benjamin Mkapa ambako Simba ndio machinjioni kwake. Na Simba ndio ana imani hiyo na pengine na mashabiki pia imani yao kubwa ni kuchezea kwenye uwanja pengine wa Benjamin Mkapa, ndio ambapo pengine ushindi utapatikana kabisa. Mimi mara mwisho nimetoka Zanzibar, ilikuwa Zanzibar kuna mechi ya Simba na Stellenbosch. Nimeona jinsi ambavyo tumecheza. Ni uwanja mzuri of course, lakini tunasema bahati yetu iko Benjamin Mkapa.
Unajua kuna maisha ya kawaida, kuna vitu vya bahati. Ndio maana leo Cristiano Ronaldo namba hawezi kuvaa jezi yote tofauti namba 7. Sababu ndio namba yake ya bahati. Lionel Messi hawezi kuvaa jezi yote tofauti namba 10. Sababu namba 10 ndio namba yake ya bahati. Unaelewa? Mimi siwezi kuvaa namba yote ya jezi tofauti na namba 10 mgongoni. Kwa sababu ndio namba yangu ya bahati. Kwa hiyo kuna vitu huwa vinatengenezwa vinaendana na bahati yako. Benjamin Mkapa ni uwanja wa bahati kwa klabu ya Simba. Chochote anachotaka ukifanya Benjamin Mkapa huwa kinawezekana. Ile confidence anayoivaa kwa Benjamin Mkapa huwezi kuipata sehemu yoyote ile. Okay. That's why watu wana force. Mashabiki tunataka mechi ifanyike wapi? Tunamwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii swala liingilie kati. Kwa kiasi kikubwa. Kabisa, yeye kama rais wa nchi anaweza kufanya jambo kusukuma wizara, kusukuma taasisi kama TFF. Wallace Karia pia naye ingilie kati ile jambo kwa sababu Wallace Karia ni mjumbe wa CAF. Ni mjumbe wa kamati tendaji ya CAF. Kwa hiyo yeye na Motsepe wanaongea kama mimi na wewe tunavyoongea. Naye pia aliingilie kati ile jambo Wallace Karia kwa ajili ya kuinusuru jambo lisije likafika pabaya. Wallace Karia yeye na viongozi wake wote wa TFF waliingilie kati hili, wawasiliana na watu wa CAF, wakae nao mezani, waambie umuhimu wa mechi kuchezwa Benjamin Mkapa na wafanye wanavyoweza wao mechi Benjamin Mkapa. Lakini pia serikali kupitia wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, katibu mkuu ndugu yetu Gerson Msigwa, uchapakazi wake tunaojua ni kiongozi mchapakazi sana. Tunajua hili ni dogo, hawezi kumshinda. Apambane anavyojua, apite angani, apite kokote, afanye chochote Simba acheze mechi ya finali Benjamin Mkapa. Hii tuandike historia kubwa kwa mashabiki wengi kwenye kitovu cha mpira wa miguu Tanzania ambako ni Benjamin Mkapa. Unajua Benjamin Mkapa ni kitovu cha mpira ukanda wa East Africa Mashariki. Hakuna sehemu ni vibe kama Benjamin Mkapa. Tembea Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia, Zaire, kote nenda. Benjamin Mkapa is the best. Ndio sehemu ambayo uwanja unapigwa huku watu wanafanya sherehe. Unaona vibe kubwa sana uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sisi tunaomba serikali ifanye kile inaloweza kupitia mamlaka zake za kisoka tuweze kucheza Benjamin Mkapa. Majirani zenu ni kama wanafurahia taarifa hii kwa kile ambacho kinaendelea mpaka sasa. Kuna namna wanahofia kwamba kuna uwezekano mkubwa nyie wa kuweka rekodi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ukilinganisha na taarifa ambayo wenyewe wanaifurahia kwamba mkienda New Amani hakuna chochote ambacho kinaendelea. Furaha yao wewe unazungumza nini Mohamed? Mimi nikwambie tu Yanga anamjua Simba nani Benjamin Mkapa. Ndio maana wao ndio watu wa kwanza kufurahia mechi kupelekwa Zanzibar. Wanaijua Simba kwa Benjamin Mkapa, chochote ambacho nakitaka Simba huwa kinakubalika. Kwa hiyo wanahofia Simba kuchukua taji. Kwa hiyo wanahisi Simba akienda New Amani Complex, wao nafuu kwao Simba atakosa taji. Si unaelewa vizuri? Kwa Yanga mwenyewe anamkubali Simba, wananikubali kia hii. Jamaa nani Chilibenzi anakuambia wananikubali kia hii, wananikubali kia hii. Yaani mtu anakusigania kunguni, kumbe anakukubali kia hii. Unaona vizuri? Ndio Yanga. Hapo sasa ni kwenye ngo ya kimataifa. Yes, yani Yanga anamjua Simba. Inapokuja swala mechi ya Benjamin Mkapa, hata angekuja Barcelona ya Lamine Yamal, Simba anapindua meza. Kwa hiyo wanahisi kama Simba kutoka Benjamin Mkapa, wao watapata nafuu ya Simba ili apoteze mchezo, asiwe bingwa, awe sawa na yeye. Unaelewa? Ndio maana furaha kubwa ni watu wa Simba. Kwa Simba anaheshimika paka na Yanga. Kwa muktadha hivyo, Simba anaokopeka paka na Yanga. Viongozi wa Yanga wanayokopa Simba. Hapo mimi siwezi kuchangia. Ndio nakwambia mimi wewe sasa viongozi wa Simba, viongozi wa Yanga wanayokopa Simba. Wanaijua kwa Benjamin Mkapa ni moto wa kote mbali.